Iko hivi, leo hapa ulipo, unaweza kuwa na haki ambayo huioni. Ndio. Ni haki. Tukisema haki, si mnaelewa neno haki? Yes. Yaani kilichokusudiwa kuwa chako au kilichoamliwa kiwe chako. Ndio. Lakini hakijaja maana haki ndio. Ndio. Sasa katika hiyo haki, yes, ukajikuta haijaja kimwili. Ndio. Anayetakiwa kuidai kiroho sio wewe. Ndio. Wewe unatakiwa kupeleka mission ya vision yako, maono yako, matakwa yako. Alafu baba wa kiroho ndio ndo anayezidai zile haki unazozitaka wewe. Amen. Na zinakuja kwako. Kabisa. Unajaribu kuwaza ni mtu wa muhimu kiasi gani. Una ugonjwa ambao umeshindikana kwa madaktari. Na madaktari ni wenzako wewe, ni binadamu wa kawaida. Lakini baba wa kiroho anasema ugonjwa huu si wa mauti. Anaomba ule ugonjwa uondoke kwako. Anaomba ile aibu ya kuachwa na mpenzi wako uliyemwamini miaka 40 mmeishi yote. Anakuja ukugeuka, mna miaka ulimpa moyo wako. Au kusubmit kwa baba wa kiroho. Ulisubmit na ukamuita baba na ukampenda baba yako mzazi. Ukampenda na mume wako. Ukawa na mababa wawili. Lakini baba wa kiroho ukampa nafasi ya kawaida. Wakati mwingine hata akitaka sadaka kwako huna. Lakini baba yako akitaka shati anapata. Wakati mwingine akitaka hata milioni hauna. Lakini Hawara mpenzi wako akitaka milioni amepata. Hebu yapime haya maisha kama kweli ndivyo yalivyo. Na kama kweli baba wa kiroho ndiye mwenye kuwa na ufunguo wa haki zako au baraka zako.